Sasa wanaume wengi sana wakishaoa, mnanisikia vijana, usije ukakaa na mke wako kiroho. Hawakuumbwa kukutafsiri kiroho, wameumbwa kukutafsiri kutoka kwenye akili. Unajua akili maana yake nini? Wanataka kuelewa. Ukisema nimechelewa, wanakuuliza swali la pili, ulikuwa wapi? Usikasirike. Ndivyo walivyoumbwa. Umepata hela, zimetoka wapi? Mbona leo naona una kiatu kipya? Haitoshi tu kwa kipya, atauliza kimetoka wapi. Ukiwa na handkerchief mpya atasema nimeona una kitambaa kipya, kimetoka wapi? Kama jicho lako limekuwa jekundu, atatizama, sema nimeumia, kumetokea shida gani? Atauliza hayo maswali. Usijaribu kukasirika. Ndivyo walivyoumbwa. Kaa naye kwa akili. Biblia inasema kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima. Kwa hiyo kinachompa mke heshima ni akili. Kwa nini? Kinakupa utulivu. Akili inakupa utulivu wa kujieleza hata kama hujui kujieleza. Unanena kwa lugha kidogo kidogo. Roho Mtakatifu, ninarudi nyumbani, ninaomba unipe upako wa kujieleza kwa mke wangu. Kama atakuja na maswali, wewe ndio unajua, wewe nisaidie, niandae maswali yote atakayokuwa nayo, ninaomba unipe hekima ya kujibu. Halafu upako unakuja juu yako. Ukifungua tu mlango, upako juu yako. Haleluya.